Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumanne nyingine Mungu ametukirimia na kutuwezesha kuwa kwa pamoja, na hivyo ningependa tuweze kuliangalia neno lake Mwenyezi Mungu kutoka kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, nitakuwa nasoma sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili, ukipenda The Acts of the Apostles sura ya pili, chapter 2 verse 42 to 47. Siku ya leo kuna jambo ambalo ningependa tujifundishe. Matendo ya Mitume sura ya pili, nitasoma ule mstari wa 42 hadi 47, na Biblia inasema hivi: wakawa wakidumu katika kufundisha katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali, kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Walikiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumbani kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza nasi kupitia neno lako, nena nasi kupitia hili neno. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba baada ya hili neno watu wako wataimizika, watu wako watarekebika, watu wako watapata mwongozo, watu wako watapata maarifa zaidi kukuhusu na kile unachokipenda, na ili imani yao isije ikafifia. Pokea sifa zote na utukufu. Roho Mtakatifu, hudumia kila mmoja wetu kulingana kila hitaji alilonalo, kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, na hapa tunaona kwanza, elewa kwamba hichi kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na Luka. Aliandika Luka mtakatifu, pia ndiye ameandika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume. Na Matendo ya Mitume, Luka alikuwa anamwandikia jamaa aliyeitwa Theophilus, na alikuwa anawaandikia pia Wakristo wengine. Mbona Luka akaandika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume? Ndiyo, alimwandikia Theophilus na akawaandikia Wakristo wengine, na hata leo ndio sababu tunakisoma. Kwa nini akaandika? Kuweza kuonyesha jinsi Roho Mtakatifu wa Mungu alivyolitia na kuliwezesha, ama alivyolitia nguvu na kuliwezesha kanisa la kwanza. Jambo la pili, kuweza kuwahimiza Wakristo kusalia waaminifu. Jambo la tatu, kuweza kuelezea jinsi injili yake Yesu Kristo ilienezwa baada ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Lakini mara tumesoma hapa, tunaona anazungumza, anaelezea jinsi ili kanisa la kwanza lilivyokuwa, mambo ilili kanisa lililoyafanya na yale mambo yakasababisha. Umeona, mara tumesoma Biblia inasema na lile kanisa Mungu akalizidisha siku baada ya siku. Kwa hivyo kuna mambo na ambalo hili kanisa lilitenda, na ambalo Luka anamwandikia Theophilus na anatuandikia sisi, na ili tuweze kuelewa iwapo tunataka kukua kama kanisa, iwapo tunataka kukua kama mtu binafsi, inatupaswa kufanya nini? Na ndiyo maana huu ujumbe nimeupa kichwa, sifa za kanisa linalokuwa. Sifa za kanisa linalokuwa.
Na Luka anapomwandikia Theofila, kuna mambo anayaleta katika kile kifungu tumesoma. Jambo la kwanza ni kwamba ili kanisa la kwanza lilikuwa limejitolea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa la kwanza lilikuwa limejitolea kwa Mungu. Unaposoma katika ule mstari wa 42, Biblia inaelezea vizuri, walijitoa kwa mafundisho ya mitume, neno la Mungu, mafundisho ya mitume. Mitume ndio walikuwa wanafundisha. Ili kanisa lilijitoa katika ushirika, walikutana, walishiriki pamoja. Ili kanisa liliumega mkate, Holy Communion, meza ya Bwana, walishiriki pamoja. Ili kanisa liliomba pamoja. Kanisa imara hujengwa juu ya neno la Mungu na maombi. Na hivyo siku ya leo unaweza ukaangalia, je, ndio mimi ni kanisa, mwili wangu ni kanisa la Roho Mtakatifu, lakini pia kuna lile kanisa, mkusanyiko wa wandugu. Maana Yesu anasema mara 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami niko pale. Na hivyo ili kanisa kusudi lake ni nini? Ni kumtafuta Mungu kila wakati, kujitoa kwa Mungu, to be devoted unto God. Lolote lile unalolifanya unalifanya kwa ajili ya Mungu. Sifa za kanisa linalokuwa, kumaanisha nini? Iwapo kanisa alitajitoa kwa Mungu, hilo kanisa haliwezi likakuwa. Na ndio maana tumeona sarakasi na vituko katika kanisa la leo, maana hatutaki kujitoa kwa Mungu kwa ukamilifu. Tunapojitoa kwa Mungu, tunajifundisha neno la Mungu kupitia wale Mungu alioinua. Tunapojitolea kwa Mungu, tutakuwa na ushirika wa pamoja, tutawajali wengine, tutakuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojitoa kwa Mungu, tutaumega mkate. Yesu akasema mfanye hivi kila mara muwezavyo kunikumbuka. Maana ukimkumbuka Kristo, kuna mambo na ambayo utayaacha, maana unajua haya yampendezi Kristo. Huo ndio umuhimu wa meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya pamoja, waliomba kwa pamoja, na walipokuwa naomba, ndio huo wakati Roho Mtakatifu aliwashukia na akawapa nguvu. Kanisa imara hujengwa juu ya neno la Mungu na maombi. Na hivyo Wakristo tunapaswa kuwa na kiu ya kukua kiroho, si kuhudhuria ibada tu. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kanuni, maana tulizaliwa tukajipata tukienda kanisani. Sasa si hiyo. Sasa ni kwenda kanisani kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unaposhiriki, unapofundishwa neno la Mungu, unaposhiriki na ndugu wengine, unapokula meza ya Bwana, unaposhiriki, unapoomba, kanisa linalokula neno la Mungu na kuomba kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo elewa ya kwamba kujitoa kwa Mungu, tunapojitoa kwa Mungu, kwa sababu tunaimbaga wimbo na hatujaielewa unamaanisha nini. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa yote kwa Yesu, yote namtolea Yesu. Imagine, I surrender all. Angalia, kujitoa kwa Mungu. Unapojitoa kwa Mungu, kunakuwa na utofauti, kunakuwa na mabadiliko. Na hivyo kujitoa kwa Mungu huleta mabadiliko. Mabadiliko yamekosa kuonekana katika maisha yetu na katika kanisa la leo, maana hatutaki kujitoa kwa Mungu. Jambo la pili, kanisa liliishi katika umoja na upendo. Katika mstari wa 44 na 45, sitarudia tena. Na hivyo Wakristo walishirikiana mali zao,
kwa maana walikuwa wenye upendo. Angeona mwingine akihangaika, na hivyo wangeuza mali zao kwa pamoja na ziletwe mbele ya mitume. Hakuna aliyekuwa na upungufu. Imani yao ilikuwa ya vitendo, si ya maneno tu. Siku ya leo tunaweza tukajiuliza, tunaweza tukajiangalia kupitia neno la Mungu. Je, kama Benson, mimi ni mwenye upendo? Mimi napenda kushiriki na wengine? Mimi napenda kuwa na umoja na wengine? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo tunafaa kujiuliza, na tukijiuliza utaelewa ya kwamba Ukristo wa kweli ujali wengine. Mkristo wa kweli anawajali wengine, si mtu selfish. Si mtu asiye na pendo. Ni mtu aliyejawa na upendo. Na hivyo sisi kama kanisa tunapaswa kuwa mahala pa upendo. Mtu ambaye anahisi amechukiwa akifika kanisani, akifika kwako, anahisi upendo, amekumbatiwa. Tunafaa kuwa watu wakarimu. Tunatoa vitu vyetu kuwasaidia wengine, tunatoa vitu vyetu kwa kazi ya Mungu. Tunafaa kuwasaidia wengine walio katika matatizo. Na hivyo Mungu anapobadilisha mioyo, watu huanza kuwajali wengine. Kwa hivyo shika hili kwanza, kanisa linalokuwa kwanza ni kanisa lililojitolea kwa Mungu, na likijitoa kwa Mungu, hilo kanisa, kujitoa kwa Mungu kunaleta mabadiliko. Jambo la pili ni kanisa lililoishi katika umoja na upendo. Kumaanisha nini? Mungu anapobadilisha mioyo, wakati unajitoa kwa Mungu, anabadilisha moyo wako. Anapobadilisha moyo wako, watu huanza kuwajali wengine. Hatutaishi kama wanyama, tutaishi kama watu, tutajali wengine, maana tumejitoa kwa Mungu. Mungu ametubadilisha na kubadilisha mioyo yetu, na sisi tunaanza kuwajali wengine. Jambo la tatu, napokuwa namalizia, ili kanisa waliabudu kwa furaha na unyenyekevu. Katika mstari wa 46, niruhusu nisisome maana tulisoma tukianza. Waliishi ama waliabudu kwa furaha na unyenyekevu. Walikutana pamoja kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Najua siku hizi tuko busy sana, lakini kuna zile ibada zimetengwa na kanisa. Kama umejitoa kwa Mungu, utatafuta wakati ujipate katika huo ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hiyo huduma unayoifanya, utaifanya kwa moyo safi. Walikutana pamoja kila siku, waliabudu hekaluni na nyumbani. Ibada iko inaachwa pale kanisani, hata katika nyumba ilikuwemo. Tukirejea katika hili kanisa, tuabudu kwa furaha na unyenyekevu. Hautaona sarakasi unazoziona katika ndoa, hautaona sarakasi unazoziona kanisani, hautaona sarakasi unazoziona barabarani. Watu wajali kabisa, watu wajui Mungu, watu wamchi Mungu, maana hakuna unyenyekevu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Waliabudu hekaluni na nyumbani. Tutakuwa na kizazi kinachomcha Mungu, maana wametuona tukiabudu kanisani, na pia ile ibada ya kanisani tunaipeleka nyumbani. Lakini tusiwe watu wa kuabudu Mungu kanisani, tukienda nyumbani ni watu tofauti. Hapo ndipo tumefeli, na Mungu anatuita leo tumwabudu kwa furaha na kwa unyenyekevu. Jinsi tunavyoabudu pale kanisani, pia tulete katika nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Walikula kwa mioyo ya furaha na ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hawako wanaangalia na macho mbaya, walileta pamoja, wakakula pamoja. Mbona ndugu yako analala njaa ukiwa umefanya shopping ya the whole year, the whole month? Si umsaidie, maana unamtumainia Mungu hata kesho atakupa. Ni vizuri kujipanga, lakini pia ina faida gani unajipanga na ndugu yako analala njaa? Je, kuna Ukristo unaouonyesha? Bwana Yesu asifiwe. Umehifadhi vya kutosha
Kanisa linahitaji kuwekwa dirisha, linahitaji kuwekwa milango, lile jengo tunakutania, lakini hatutaki kutoa. Si Mungu atuhurumie kuanzia siku ya leo, na ili tumwabudu Mungu kwa furaha na unyenyekevu. Furaha ni kumaanisha tutalazimishwa, ni kwa kutaka zaidi. Kwa unyenyekevu ni kumaanisha tutatii neno la Mungu, tutamtumikia Mungu na vitu vyetu. Na hivyo elewa hili, Ukristo si taratibu za dini pekee, la hasha. Mungu anatamani ibada yenye furaha na ushirika wa kweli, na hivyo furaha ni ushahidi wa uhusiano hai na Mungu. Iwapo uhusiano wako unashiriki na Mungu, iwapo umejitoa kwa Mungu, atabadilisha moyo wako, utawapenda wengine, utaishi kwa furaha. Ushirika wako na Mungu utaonekana jinsi unavyoguza maisha ya wengine. Jambo la 4 na la mwisho, maisha yao yaliwavuta wengine kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa 47, lile kanisa Mungu alilizidisha, maisha yao yaliwavuta wengine kwa Kristo. Sijui mbona Mungu amenipa hichi kifungu nifundishe siku ya leo, maana kuna mahali tunahitaji kurekebisha. Je, maisha yako, maisha yangu kama Benson yanawavuta wengine kwa Kristo? Hilo ndilo swali. Je, kuna upendo unapatikana katika kanisa? Kuna upendo unapatikana miongoni mwa waumini, na ili wengine walio mle nje watamani na waje? Ndio tumeweka crusade, ndio tumefanya missions, lakini crusade ya kweli, mission ya kweli ni sisi kuwavutia wengine na matendo yetu na maisha yetu, kwa sababu ili kanisa walimsifu Mungu waziwazi. Ili kanisa walipendwa na watu. Ili kanisa Bwana akaongeza waumini kila siku, kwa sababu maisha yao yaliwavuta wengine kwa Kristo. Tuko na changamoto siku ya leo. Kanisa lenye afya huwa ushuhuda kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lenye afya, na inaanza na mimi na wewe. Usiende pale kuhukumu wengine, la hasha, inaanza na mimi na wewe. Acha kusema na nini mbaya, ianze na wewe. Wacha anze kuona utofauti, maisha yake yabadilike. Amekuwa akiongea vibaya, anza kuongea vizuri mbele yake, anza kumfundisha. Kupitia hilo watu wataanza kuvutiwa, hata tutaanza kutafuta kujenga mahekalu kubwa, maana watu wamejaa upendo. Kuna ushirika pale, kuna upendo wa Kristo, kuna kukula neno kwa pamoja, kuna kumega mkate kwa pamoja, kuna kushiriki kwa pamoja, maombi ya pamoja, neno la Mungu kwa pamoja. Na hivyo ukuaji wa kanisa si idadi tu, bali maisha yaliyobadilishwa. Nikimalizia, waumini wanapoishi kwa uaminifu, Mungu huleta ongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoishi kwa uaminifu, kiidadi atatuletea ongezeko pale kanisani, katika manyumba zetu atatuongeza kila sehemu ya maisha yetu. Maana ili ongezeko haijasemekana ni kwa idadi peke yake, ni kwa kila sehemu ya maisha yetu. Wakati tunapoishi kwa uaminifu, wakati Mkristo anapoishi kwa uaminifu, Mungu huleta ongezeko. Shika hilo na ujifundishe. Tuanze na mimi Benson, na wewe tuanze kuwa waaminifu katika yote Mungu anayotuwezesha, na kupitia hilo tutapata ongezeko katika kila sehemu ya maisha yetu. Umekuwa ukitafuta kuongezwa na Mungu kwa mtu mwaminifu. Na hivyo nikihitimisha, kanisa la kwanza lilikuwa kwa sababu walimpenda Mungu, walijitoa kwa Mungu. Ili kanisa lilikuwa kwa sababu unataka kukua, jitoe kwa Mungu, mpende Mungu. Jambo la pili, walipendana wao kwa wao. Unataka kukua,
wapende wengine. Yesu Kristo akamwambia, amri kuu nawaachia, pendaneni nyinyi kwa nyinyi, maana mkipendana nyinyi kwa nyinyi, hapo ndipo watajua kwamba nyinyi ni wafuasi wangu. Na wakijua nyinyi ni wafuasi wa Kristo, wakiangalia waone ule upendo, nao watawafuata na maisha yao yatabadilika. Ili kanisa waliomba Mungu kwa pamoja, walishiriki katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa busy, hatuna wakati wa maombi. Tumekuwa na shughuli nyingi, hatuna nafasi ya Mungu. Ndio sababu tumeendelea kuwa wanyonge, kanisa lilodhoofika, maana hatuna ushirika wa pamoja, hatuna maombi ya pamoja tena. Walishirikiana pamoja, hatuwezi tukasaidia wengine. Ndio maana tumedhoofika. Watu wametoka kanisani wakiwa wameumizwa, kwa sababu aliona alikuwa na tatizo na ulikuwa na uwezo wa kumsaidia, lakini hukumsaidia. Hiyo ni dhambi. Si tubadilike, tuwe kanisa hili la kwanza. Waliabudu kwa moyo wa kweli, wazi. Na hivyo siku ya leo jiulize, je, nimejitoa kwa neno la Mungu? Je, ninawasaidia wengine kwa upendo? Je, maisha yangu yanawavuta watu kwa Kristo? Na hivyo shika hili, Mungu yule yule aliyefanya kazi katika kanisa la kwanza bado anafanya kazi leo kupitia waumini na Wakristo waliojitoa. Na hivyo Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi 47 inafunua kwamba kanisa la kwanza liliongozwa na Roho Mtakatifu kuishi katika umoja, upendo, maombi, ukarimu na kujitoa kwa neno la Mungu, jambo lililowavutia wengine kumwamini Kristo. Pia kinaonyesha kwamba ukuaji wa kweli, hichi kifungu kinaonyesha kwamba ukuaji wa kweli wa kanisa utokana si tu mahubiri, bali na maisha yaliyobadilishwa, yanayoonyesha tabia ya Kristo. Na hivyo Mkristo mwenzangu, Mkristo wa leo, ninaitwa kuishi katika ushirika, maombi, umoja na ukarimu, ili dunia imwone Kristo kupitia maisha yetu ya kila siku kama Wakristo. Wakristo wanapompenda Mungu kwa dhati na kuwajali wengine, Mungu hutumia kanisa kuleta tumaini, kuleta ukuaji na wokovu kwa watu wengine. Baba, ni asante kwa neno lako. Ni asante kwa kuzungumza nasi kupitia hili neno na kutufundisha Baba. Asante kwa kuturekebisha. Wacha hili neno Baba tukalitilie maanani na tukalitende hili neno Baba. Hili neno Baba likawe la kuleta mwanzo mpya katika maisha yetu kama kanisa lako Baba. Mahala hatujakuwa mfano mwema, mahala hatujakuwa waaminifu na kuvutia ongezeko, tunatubu kuanzia siku ya leo Baba. Katusamehe na ukatuwezeshe kuanzia siku ya leo tukajitoe kwako Baba. Baba, tukashiriki kwa pamoja Baba, tukaombe kwa pamoja Baba, tukaumege mkate kwa pamoja, na zaidi ya yote Baba, tukakuabudu kwa upendo na unyenyekevu. Mfalme mkuu na mtakatifu, tunaomba radhi, tunaomba ukatusamehe kwa kuonyesha mfano mbaya kwa kanisa la leo, na badala yake, badala tuvutie watu tukawafukuza. Tunatubu Baba, katusamehe, na kuanzia siku ya leo tusaidie, na ili Baba tukavute watu kwako, maana wanaona tabia ya Kristo ndani yetu. Tusaidie, turehemu Baba, na utuongoze. Roho Mtakatifu, tunajiachilia kwako, katuongoze kuanzia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, tusaidie kuanzia siku ya leo. Tumeujua ukweli na ukweli utatuweka huru. Wacha tukasaidike Baba. Ni asante kwa hili neno,
Tuongoze siku ya Jumanne tunapoanza shughuli za siku na kuziendelea Baba. Katuongoze, katubariki Baba, katuwezeshe kuweka hili neno lako katika matendo yote, ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, na zaidi limekuwa la baraka kwako. Unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu sadaka zako, unaweza ukamtolea Mungu fungu lako la 10, unaweza ukawa support ya hii huduma na Mungu atakubariki. Na nikupitia M-Pesa line ambao pia unaweza ukanipigia, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648 +254 792 593648. Hadi kesho, mimi nakupenda sana. Kumbuka kusubscribe kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.